Karibuni katika semina yetu ya siku ya leo, na ni semina ambayo nimeipa kichwa cha kutuongoza kwamba ujasiriamali na mwenendo wa Kristo. Ujasiriamali na mwenendo wa Kikristo. Karibuni katika semina hii. Mimi sio mjasiriamali mashuhuri sana, lakini na mmoja mawili matatu ambayo tunaweza tukashirikiana kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Labda nianze kuuliza kidogo, ni nani alishawahi kuona kuna watu katika maisha huko nyuma walikuwa ni matajiri sana, alafu baada labda ya baba au mama kufariki, wala waliokuwa wanaongoza zile biashara, zile familia zikashuka zikawa maskini? Nani ameshawahi kuona au kusikia? Naona kuna mikono mingi. Sasa kuna sababu mbalimbali. Kuna sababu mbalimbali zinazofanya watu wanaweza kapanda alafu wakashuka, na hao ni matajiri, ni wajasiriamali, ni wafanyakazi, ni wafanyabiashara katika sehemu mbalimbali. Na kwa sababu attention span yetu sisi wanadamu huwa ni ndogo sana, kidogo tumefundisha kidogo, kwa walimu wanakuambia mtu anaweza kusikiliza kwa dakika 30 za mwanzo vizuri. Kwa hiyo unaweza kusahau yote tutakayozungumza leo, lakini kumbuka tu mambo mawili au matatu. Jambo la kwanza ni kwamba kila huduma tunayoifanya katika maisha yetu ni uwakili wetu kwa Mungu, ni kazi ya Mungu. Kumbuka hilo tu, kwamba kila kitu tunachokifanya katika maisha yetu, iwe ni huduma, iwe ni kazi ya kuajiriwa, iwe ni sanaa, iwe ni ufundi, hiyo kazi ni uwakili wetu kwa Mungu, ni kazi ya Mungu. Kikumbuka hiyo. Jambo la pili, katika kila huduma utakayopewa na Mungu au kazi utakayopewa na Mungu, Mungu ameweka rasilimali zinazotosha kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa kazi yetu sisi kama wanadamu ni kubonyeza button inayohusika na kazi hiyo. Kwa Mungu ana resources. God has deployed enough resources for every ministry, for every work that we have. It's our duty to just press the right button. Full stop. Kwa ukiona umeokoka, unafanya kazi, au umeokoka, unamjua Mungu, na wakati mwingine una resources at your disposal, alafu bado una struggle sana, sio kwamba kuna matatizo, kuna button sahihi hujazigusa. Na hapo tunamisi wengi. Bwana asifiwe. Hata naizungumza hapa kuna wakati nilizimisi. Sawa, kwamba upress button ambayo inahusika wakati fulani. Jambo la tatu ni kwamba huduma na mwili wa Kristo unalegalega, au kujenga mwili wa Kristo unalegalega, kwa sababu sisi wa Kristo hatufanyi kazi, hatutumii vipawa vyetu kwa jinsi inavyotosha au inavyotakikana. Sio, umenielewa? Huduma zinalegalega, mwili wa Kristo unalegalega kujengwa, kwa sababu sisi wa Kristo tunaomjua Mungu hatufanyi kazi au hatutumii vipawa vyetu kwa namna inavyotakiwa au kwa jinsi inavyotosha. Huo ndio msingi, huo ndio muhimili wa semina yetu ya leo. Alafu tutakwenda sasa kwenye mambo muhimu. Na nitakupa kwenye mistari michache ya Biblia. Nitasoma haraka kuokoa muda. Yeremia 48:10. Yeremia 48:10. Inasema hivi: na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Mwenyezi Mungu kwa ulegevu. Takimbia haraka. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 10. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 10 unasema, sisi tunajitahidi na kufanya kazi kwa bidii, kwani tumewekea tumaini letu kwa Mungu aliye hai, ambaye ni Mwokozi wa watu wote, hasa wale wanaoamini. Warumi 12:11. Kwa bidii, mstari wa B, kwa bidii si kwa ulegevu,
mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana kwa bidii, si kwa ulegevu. Mithali 22:29. Je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Kwa hiyo umeona kabisa kwamba katika Biblia hii, ni michache tu ambayo nimeipata haraka haraka. Biblia inatuonya na inatuelekeza kufanya kazi kwa bidii na si kwa mikono ya ulegevu. Lakini pia kufanya kazi kwa bidii kunatutengenezea sisi mazingira ya kufanikiwa. Ndio maana amesema mtu afanyaye kazi kwa bidii ataketi pamoja na wafalme. Kwa wewe unayemfahamu Mungu, mwanafunzi uliyemaliza shule, mama ameshatuelekeza hapa, mrudi nyumbani chukue baraka kwa wazazi. Lakini kwa jinsi unavyo behave na unavyojiconduct, inaweza attract hata wewe unayestruggle, unasema mtaji hamna, watu kukuona na kukusaidia na kukupa mitaji. Ngoja tuende hatua. Kwa hiyo lengo la semina ya leo ni kuelewa mtizamo wa Mungu kuhusu kazi na biashara. Kutumia ujasiriamali kuwahudumia watu na kumtukuza Mungu. Ujasiriamali kuwahudumia watu na kumtukuza Mungu. Kuanzisha na kuendesha biashara kwa uadilifu na kusudi la Mungu. Ndio maana nimeuliza swali langu la kwanza, nani alishaonaga watu walishafanikiwa wakanunua mabasi wakajenga mahoteli na nini wakashuka tena? Kwa sababu kuna element ya uadilifu na kufanya kazi kwa kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tufanye progress kidogo. Na nitakwenda kwa mtindo wa maswali. Naomba kila mmoja upande huu mtanitajia wanafunzi wa Yesu kadhaa na upande huu wanafunzi wa Yesu kadhaa. Ukiweza kutaja mwanafunzi wa Yesu au wale wafuasi wa Yesu na kazi aliyoifanya, nitafurahi zaidi au utatusaidia zaidi kujifunza. Huku nani anaweza kutuambia mwanafunzi mmoja na kazi aliyokuwa anaifanya mwanafunzi wa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Simon Petro alikuwa mvuvi. Simon Petro alikuwa mvuvi. Mwingine nimeona mkono hapo. Karibu kaka. Yuda alikuwa mhasibu. Luka tabibu wa daktari. Karibu. Simon Mkrene alikuwa amebeba msalaba wa Yesu. Mwingine? Wanafunzi wa Yesu wako wangapi jamani? Sasa tumetupata wangapi? Atusome Biblia. Watumishi wa Mungu huko nyuma. Karibu. Mathayo mtoza ushuru. Haya, ngoja tufanye progress. Kwa cha msingi hapa nachotaka kuweka msimamo hapo kwamba Yesu alichagua wanafunzi wake strategically. Tunaelewana hapo? Mmoja na uhasibu, mwingine mvuvi, mwingine tabibu daktari, mwingine mtoza ushuru. Zile skills zote bado zinahitajika katika ufalme wa Mungu. Si wanafunzi wa Yesu? Simeelewa? Na walikuwa wanafanya kazi pamoja na Yesu. Kwa katika kazi tunazozifanya sisi, uwe mhasibu kama yule, uwe daktari, uwe mwalimu kama mimi, bado zile skills ambazo Mungu ameweka, vile vipawa ambavyo Mungu ameweka na zile baraka ambazo Mungu ameziweka ndani yako zinahitajika kwa ajili ya kujenga ufalme wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Mbona mmekuwa wapole? Kwa hata wewe hizo baraka ulizonazo, hizo skills zako, anayejua kuimba, mimi bahati nzuri najua vitu vingine, kuimba sio sana. Ndio nasema bahati nzuri na Mungu amenifunika vitu vingine. Kwa vile vyote wewe unaviona ni vidogo, lakini viko pale kwa ajili ya kumtukuza Mungu na kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana hapo? Na zile skills ndio skills za uhasibu, ndio tunakuaga na mhasibu wetu anakuja kutusaidia Peter hapa. Nakumbuka Peter Godfrey anakuja. Yeye hajaajiriwa kanisani lakini atatusaidia kuweka mambo ya katika ufalme wa Mungu. Tunahitaji zile skills zote kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea mbele kidogo. Ujasiriamali ni nini sasa? Ujasiriamali ni nini? Ujasiriamali sio kitu kikubwa sana. Ujasiriamali ni kuona fursa na kutatua
changamoto za watu, kutengeneza suluhisho. See opportunities creating solution. Full stop. Kwa hata hapa mtu anaweza kaangalia jinsi tulivyokaa hapa, akabuni wazo kwamba tunachosafa hapa ni nini, na akatafuta suluhisho na akatupa hilo suluhisho na akapata fedha kwa kufanya hiyo kazi, japo ametuhudumia tukiwa ndani ya semina. Kwa hiyo ujasiriamali sio kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo wajasiriamali pia huongeza thamani ya vitu fulani. Unaweza kukuta kitu kile kile kinafanywa vile vile na akaongezea thamani. Nitakupa mfano mmoja mdogo sana. Sisi idarani kwetu watu walikuwa wapendi kwenda kula chakula mchana, kwenda kula harisa. Kuna dada mmoja alikuwa anafanya usafi mchana, yeye akanunua vikontena vyake vizuri tu. Kwa hiyo yeye anauliza tu, nani anataka nikamchukulie chakula? Kwa hiyo ataenda kuwachukulia chakula, mtu atampa shilingi 1000, atampa shilingi 500, usipompa sawa, ukimpa sawa. Lakini kwa siku jioni anaweza kawa anaondoka na shilingi 10,000, 15, lakini anakuja kufanya kazi usafi pale. Akajiongeza akawa anatengeneza matunda. Kwa hiyo anakuja asubuhi na matunda yake amenunua huko sokoni. Kwa hiyo mchana anatengeneza matunda anakuuzia 1000, 2000, 3000. Kwa hiyo yule dada anakuja kazini kufanya usafi, lakini anaweza kawa na mshahara mkubwa kuliko lecturer. Lakini yeye ameangalia huduma, ameangalia matatizo yetu pale. Hatuli matunda. Ameangalia kwamba hatupendi kwenda kula harisa, hatutaki kujisumbua, tunakaa ofisini tumalizie kazi. Kwa hiyo yeye amenunua kontena zake, unataka ndizi anaenda kuletea, unataka nini anakuletea. Halafu hakudai hela wala hakuna mapatano kabisa kwamba ni shilingi 1000 unanipa huko. Siku nyingine unamwachia 1000, siku nyingine 500, siku nyingine hapewi. Na maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujasiriamali sio kitu cha ajabu sana. Lakini ujasiriamali ama biashara ni chachu ya mabadiliko katika jamii. Kwa hiyo jinsi biashara inavyofanyika inaweza ikaleta mabadiliko katika jamii. Kwa hiyo is a tool for transformation. Na ujasiriamali kwa Kikristo sisi sio kutengeneza faida, ni kuhudumia watu na kutimiza kusudi la Mungu. Ndio maana nimeuliza swali langu la mwanzoni. Kwa hiyo ukichukulia ujasiriamali kama kuhudumia watu na kutimiza kusudi la Mungu, itakuwa nzuri sana, kwa maana kwamba Biblia inatuambia utajiri udumuo unatoka kwa Bwana. Kwa hiyo utakuwa na biashara ambayo ni endelevu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana utakumbuka kwamba Mtume Paulo katika kupeleka huduma katika miji mbalimbali, Rumi, Wakolosai, kwa Thessalonike na visiwa kadhaa, alikuwa kuna wakati anasuka mahema. Alikuwa anasuka mahema kutengeneza pesa za kupelekea watoto wake wakale nyumbani. Alikuwa anasuka hema kutikimiliza kusudi la Mungu ambalo limekuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo ndio msimamo wetu, kwamba ujasiriamali kwa mtindo wa Kikristo ni kupeleka kutimiza kusudi la Mungu. Lakini huwezi kukaa katika ujasiriamali au kufanya biashara au kufanya kazi bila acknowledge au bila kutambua kwamba Mungu ndiye muumbaji wa kwanza. God is the first creator. Na Mungu alifanya kazi katika namna ambayo ni ya kipekee. Mungu alifanya kazi au aliumba dunia kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusudi na kwa umahiri mkubwa. Tuko hapo? Vitu ameumba kwa utaratibu, kwa kusudi na kwa umahiri mkubwa. Aliumbaje kwa utaratibu? Siku ya kwanza alisema basi pawepo na jua, pakawepo na jua na mwanga na nini, akatenga maji, akaotesha miti, akaweka wanyama wa baharini, akaweka na wanyama wa nchi kavu, akamuumba mwanadamu. Umeona hiyo ni order. Angekuja mwanadamu kabla ya wanyama wakula na chakula na miti na nini, angekufa, si ndio? Lakini akaumba with excellence. Ukiangalia milima inafurahisha, ukiangalia bahari inafurahisha. Mwingine anachokaga anaenda kumalizia stress yake baharini, si ndio? Kwa aliumba with excellence. Sasa Mungu alivyotuumba na akamuumba mwanadamu kwa mfano, kwa jinsi ya ajabu ya, mbona naongea mwenyewe jamani? Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wa nani? Kwa mfano wake, kwa jinsi ya ajabu ya kufanyaje? Ya kutisha, si ndio?
Sasa na Mungu aliumba with vitu vitatu nilivizungumza. Order, nilisema vitu vitatu: kwa utaratibu, kwa umahiri na kwa kusudi. Hilo msisahau, kusudi ndio la msingi hapo. Kwa hiyo kama Mungu alifanya hizo kazi kwa utaratibu na kusudi, na Mungu ametuumba sisi kwa mfano wake, ina maana kwamba ndani ya Mungu, ndani yetu sisi kuna kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yetu kuna umahiri, ndani yetu kuna utaratibu. Sio, umenielewa? Kwa hiyo Mungu alituumba na akatuumba kwa mfano wake, akatuweka hivyo vitu ndani yetu. Kwa hiyo hata tunapofanya ujasiriamali, tunapofundisha, tunapofanya kazi, kuna hizo attributes za Mungu ndani yetu. Sio, umenielewa? Kwa wewe ambaye umekuja CCT Mlimani, ukaja hapa natokana na timu yetu nenda tumika kasababisha utofauti, tunakutegemea ufanye kazi, ufanye ujasiriamali, ukireflect God's character, ukireflect hizo ambazo Mungu alizitumia yeye mwenyewe kufanya kazi. Ndio tofauti yenyewe. Yaani tofauti yako wewe na mfanyabiashara mwingine asiyemjua Mungu ni kwamba wewe utafanya kazi kwa kusudi, utafanya biashara yako kwa kusudi, utafanya ujasiriamali wako kwa kusudi la Mungu, utafanya kazi yako kwa umahiri, utafanya biashara yako kwa umahiri, na utafanya biashara yako kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Na ubunifu katika uwezo wetu sisi kama wanadamu unaakisi ule uwezo wa Mungu wa kuumba. It reflects the God character in creation, right? Ndio hiyo ambayo inaweka. Na utasoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, soma chote tu, utasoma tu, itakupa mwanga kidogo. Sasa wewe tuangalie nia ya Mungu kuhusu kazi. Nia ya Mungu kuhusu kazi, the mind of God about work. Kufanya kazi kwa faa sana na ni muhimu. Kufanya kazi ni kutafuta utakatifu. Kufanya kazi ilianza kufanyika kabla ya dhambi kuingia duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hadithi mpya. Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanadamu, Mwanzo 2:15 pale nadhani. Alimaliza akamchukua mwanaume akamweka katika ile bustani ili aitunze na ailime. Kulikuwa na dhambi hapo? Kwa kazi ilikuwepo. Shida moja, sisi wanadamu sasa hivi hatutaki kufanya kazi. Vijana hawataki kufanya kazi. Na bahati nzuri mimi nafundishaga, yaani hata walimu wanafunzi assignment alert. Wakati mwingine mimi naulizaga darasani, hivi jamani huku darasani na walokole wangapi? Naulizaga tu swali la kizushi hilo. Siku ya kwanza kabla hawajajua kwamba ni nini, mwingine anaweza kanyosha 2 au 3. Baada hapo nawaambiaga jamani, sasa unajua nyie, mimi sitegemei wewe uliokoka uniambie hata siku moja umechelewesha assignment, si ndio? Sitegemei hata siku moja wewe unapata namba za viatu, si ndio? Unafahamu namba za viatu? Unapata 20, 10 ngapi? Kwa sababu sasa wewe unamtumikia Mungu, wewe disco uendi. Sasa wewe utashindwaje kufeli? Utafelije? Umenielewa? Sasa watu hawataki kazi. Baada ya hapo hakuna mtu ambaye, kila mtu anaanza kukimbia. Lakini ni kwamba hatutaki kufanya kazi wanadamu. Sasa ukisoma Wakolosai 3:23 inatuambia lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama mnamtumikia Bwana sio mwanadamu. Mithali 14:23 katika kila kazi mna faida, bali maneno ya mdomo huleta hasara tu. Umeona? Kwa hiyo Wakristo tunapaswa kufanya kazi kwa umahiri na ni sehemu ya uwakili wetu. Mimi mwalimu wangu mmoja aliniajiri mimi sikuhangaika, alichosema mchungaji, mimi sikuhangaika kutafuta ajira. Mimi nimemaliza shule Alhamisi, Ijumaa niko kazini. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwalimu wangu wa kwanza ndiye aliniajiri. Yaani mwalimu wangu alinisupervise mimi ndiye ameniajiri. Kwa hiyo nimemaliza shule leo, kesho niko kazini, nimepigwa 50,000 na ikumbuka mpaka leo nikaenda Zanzibar. Kwa hiyo mimi first assignment nimeenda kuifanyia Zanzibar. Nimemaliza shule Alhamisi, Ijumaa niko kazini. Lakini pia ni kwa sababu huyo mwalimu kuna vitu anaviona kwako. Sio kama unajisifu sana. Anakupa kazi utaenda kutekeleza, si ndio? Kwa hiyo inatakiwa tufanye kazi kwa uadilifu na kufanya kazi kwa wakati.
Na wewe mwalimu, ndio maana nimemkumbuka, alikuwa anasemaga kwamba kazi kwetu sisi ni ibada, si ndio? Wewe mwalimu wangu bwana, wewe bosi wangu, mimi anasemaga sisi kufanya kazi ni ibada. Kwa kufanya kazi pia ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa msichukie kazi. Na huwezi kutofautisha kazi na huduma. Ujasiriamali, ninavyosema kazi ni hata anayefanya biashara ujasiriamali ni kazi na ni huduma. Na ndio maana bahati nzuri mimi nimefanya kazi za watu wa Roman Catholic nyingi sana. Za kuchora majengo yao ya kanisa na majengo mengine ya shule na kadhalika. Sasa nilichojifunza na juzi sasa hivi project moja naifanya iko Dodoma. Walikwenda wakachukua shamba kama eka 500. Ndio ujasiriamali wenyewe tunaendelea. Mimi nakupa mifano kwa sababu kila kitu kiko kwenye internet. Kwa hiyo mimi nakupa mifano halisi. Wakanunua shamba eka 500. Na unaweza kwenda kununua kisehemu kule. Kule eka inauzwa 200,000, 300,000. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakawafundisha watu, kuna Waitaliano wamekuja kutoka Italy. Wanafundisha watu namna ya kuotesha mizabibu ya kutengenezea mvinyo. Wao kule, mimi nimetengeneza kiwanda, mimi nimedesign kiwanda. Kwa kule wanafundisha watu kuotesha mizabibu. Watajenga na kanisa lao, wamejenga kituo. Kwa hiyo wale watu wakishaotesha mizabibu kwa namna ambao wao wanataka mizabibu ya kuzalisha mvinyo, mnawauzia wale kule. Kwa wao wamenunua eneo lao, wamewachukua wananchi wa kule, wameanza kuwafundisha namna ya kuotesha, kutengeneza bidhaa kwa ajili ya kiwanda chao. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Kwa mimi nilichofurahiaga ni kwamba huduma na ujasiriamali viko pamoja. Shule bora hapa. Nani amesoma St. Francis hapa? Kanosa? Wote mmesoma shule nilizosoma mimi jamani? Hamna alisoma Kanosa hata mmoja. Usijisikie vibaya, tunataka kujifunza. Mimi nilikwenda siku moja kwa mwanangu anaenda kufanya interview shule ya Kanosa, walikuwa wanafunzi 2,000. Yaani kufika yenyewe tu shuleni tulikuwa magari kutoka Mwenge mpaka Tegeta kote ni foleni. Kwa hiyo ilikuwa kufika ni ngumu. Kwa hiyo mnaondoka saa 11 au saa 10 ili mkafike Tegeta. Bwana Yesu asifiwe. Na hatukupata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunapeleka kule kwa sababu moja wameinstill ile huduma na ujasiriamali, kwa sababu wana shule zao nzuri, zina majina mazuri, zina nidhamu ya kutosha. Ndio maana tunataka tupeleke watoto kule. Hakuna kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huwezi kutenganisha huduma na ujasiriamali wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Naona naongea mwenyewe sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Sasa ujasiriamali na uwakili, entrepreneurship and stewardship. Sisi tuna jukumu la kusimamia rasilimali. Manake Biblia inatuambia Zaburi ya 24, si ndio? Nchi na vyote ni vijazavyo ni mali ya nani? Kwa hata sisi tunavyopewa zile resources au zile rasilimali tuzisimamie, sisi ni wasimamizi tu, ni mawakili, sio mali zetu, kwa sababu mali tulizonazo ni mali ya Bwana. Kwa lazima zitumike kwa ajili ya kusudi la Mungu, lazima zitumike kwa namna ambayo itamfurahisha Mungu. Twende pamoja. Tuko pamoja? Wajasiriamali ni mawakili na sio wamiliki. Tuko pamoja? Rasilimali lazima tuzitumie kwa hekima. Lazima tuzitumie kwa hekima. Na hata vile ambavyo vinawekwa katika mikono yetu lazima tuzitunze na tuzizalishe kwa hekima. Si mnafahamu katika Mathayo 25:14 mpaka 30, mnafahamu ile hadithi ya yule tajiri aliyeondoka akampa mmoja talanta 10, mwingine 4, mwingine 1. Wa 10 akazalisha, wa 5 akazalisha 10, wa 4 akazalisha 8, na huyo mmoja akafikia chini, si ndio? Pale tu ni hekima katika maamuzi. Na hata wewe katika hizo resources zilizopo za kwako, hata mtu. Kuna wadada mimi kuna juzi walikuwa na awadi hapo chuoni kwetu. Mimi nimeona baadhi ya wanafunzi wangu na namba zao, kwa hiyo nimeona mmoja sio amepewa kwenye awadi ya Winga, sijui amesema anaitwa Winga, sijui anauza vitu kwenye mtandao. Kwa hizo hela za bumu ananunua viatu Kariakoo, anauzia wenzake, ananunua sio ya Jifu anauzia wenzake. Nimeona mmoja anatengeneza viholder vya funguo.
anauza. Kwa hiyo ujasiriamali ndio kama hivyo anafanya, isipokuwa lazima ubaki kwenye papasi yako ya msingi ya kumtukuza na kumheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine mafanikio hayapimwi kwa fedha tulizonazo, lakini tunaangalia impact gani umeitengeneza kwenye society na umetekeleza kiasi gani kusudi la Mungu ambalo ameliweka ndani yako. Tuko pamoja? Ndio mafanikio tunavyoangalia. Japokuwa kwa vijana naona mnaniangalia sana, kwa sababu juzi tulikuwa tunaongea darasani na wanafunzi wangu, nikamwambia pesa sio kila kitu. Akaniambia teacher, kwa sababu hao wameaminishwa na dunia kwamba pesa ni kila kitu. Nikamwambia hapana. Wakati mwingine kuna wakati tunaweza kuwa na hizo hela na watu wanasema the man is so rich in such the man is so poor in such a way, in such a manner that what he has is only money. Yani kama kitu ulichonacho ni pesa tu, wewe ni maskini, si ndio? Kuna huo msemo tunasema, yani huyu jamaa ni maskini sana kwa sababu alichonacho tu kwenye maisha yake ni fedha tu, na kweli ana fedha nyingi, yani kama Mo Dewji nani, lakini alichonacho ni fedha tu. Kwa hiyo ukiwa na fedha tu pasipo na vitu vingine ni emptiness, yani sio utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Utajiri ni pale ambapo unafaidia watu na solve matatizo ya watu, na tunaangalia jinsi gani umetekeleza kusudi la Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu huwainua wajasiriamali? Kwa sababu kuna kusudi zaidi ya fedha. There is a purpose beyond money. Na moja ni kuwapa watu ajira, kutatua matatizo ya jamii, kusaidia familia na wenye uhitaji na walioko hatarini, kushawishi jamii kwenye mambo mema, positive influence, na kugharamia huduma na kujenga mwili wa Kristo. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia huwa hazungumzwi sana, anaitwa Joseph. Yupi? Bwana Yesu asifiwe. Joseph wangapi mnawafahamu kwenye Biblia? Yusufu, Joseph. Babake Yesu na Yusufu wa kule mwanzo. Joseph mwingine? Yusufu mwingine? Kuna Josefu wa Arimathea. Sasa yule bwana Biblia inamtambulisha, yule bwana alikuwa tajiri. Biblia inamtambulisha kwamba alikuwa tajiri. Na yule bwana ndiye aliusitiri mwili wa Yesu Kristo baada ya msalabani. Baada ya kufa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Yule bwana Biblia inamtambulisha, nisome huo mstari hapo. Mathayo 27 mstari wa 57. Andika hapo. Ilipokuwa jioni, akaja mtu mmoja tajiri, mwenyeji wa Arimathaya, jina lake Yosefu. Yeye pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Biblia zingine zinasema kwamba alikuwa mwanafunzi wa Yesu wa siri. Lakini just imagine, siku hiyo ndio Yesu alikuwa amesulubiwa msalabani. Ilikuwa ni apro kubwa kuliko ya 29 December. 29 Oktoba, si ndio? Alafu ndio Yesu amesulubiwa pale kwa Pilato, anaingia kwa Pilato kuomba mwili wa Yesu akauzike. Wewe unafikiri ufunguo gani ulimfungulia kuingia pale kwa Pilato? Maombi. Maana Biblia inatuambia alikuja mtu mmoja mwenyeji wa Arimathaya, tajiri. Juzi niliona Aliko Dangote. Nani anamfahamu Aliko Dangote? Watu wa Mungu. Watu wawili ndio mnafahamu Aliko Dangote. Tuko kwenye wrong side of history. Aliko Dangote alimweka Museveni hapa na Ruto hapa, anakaa katikati. Walikuwepo mimi nimeona kwenye walikuwa na panel discussion. Aliko Dangote ni mtajiri wa kwanza Afrika. Ndio mwenye sementi inaitwa Dangote Cement hapa Tanzania, amewekeza kiwanda cha sementi.
na alikuwa anataka kuzungumza namna ya kujenga refinery ya kuchuja mafuta ghafi. Ilikuwa katikati ya Tanzania, ilikuwa ijengwe Tanga, baadaye naona inaenda Mombasa. Baki hivyo vitu lazima vyote vijue dunia inaendaje, ndio mifumo yenyewe ya ujasiriamali. Sawa sawa. Lakini ule bwana amewakalisha mapresident hawa. Unafikiri kazi rahisi kumkalisha president? Kinachomfanya mapresident wamuombe aje ni nini? Nguvu ya fedha. Tunaendelea. Sifa za wajasiriamali kibiblia, vitu ambavyo Mungu anatazamia sisi kuwa nazo. Moja ni uadilifu, uaminifu. Na Biblia inatuambia vipimo vya Adani chukizo kwa Bwana. Iko kwenye Mithali, si ndio? Kwa lazima tuwe na vipimo halali. Hekima, nidhamu, ujasiri, unyenyekevu, kufanya kazi kwa bidii, huruma. Na hapa nasema huruma kwa sababu kuna watu wengine unafanya ujasiriamali unawaletea watu vitu feki. Kwa hiyo lazima uhurumie kwamba wanaenda kula una maziwa yameharibika, wewe unawapia watu. Mafuta yameexpire, unabadilisha lebo unauzia watu. Lazima uwe na huruma. Na hivyo vitu. Na kwenye maisha yangu mimi kama kuna kitu kimewahi kunilipa kwenye maisha kuliko vitu vyote, sio degree za architecture wala sio hela za consultancy za architecture. Na kueleza ukweli kabisa, mimi nimelipwa na uadilifu na uaminifu. Pesa nilizowahi kupokea nyingi kwa mara moja kwenye maisha yangu ni pesa ambayo nimepewa bure, sio hela ya consultancy. Huwezi kuamini, lakini ndio hivyo ilivyo. Nimefanya kazi nyingi sana za consultancy. Ukienda hiyo TBS ya Ubungo nimedesign mimi, hiyo hapo pembeni unaenda hivi, lakini pesa ambayo nimewahi kupokea nyingi kwa mara moja ni pesa ambazo nimepewa bure. Huwezi kuamini. Kwa kuwa nilikuwa namfanyia huyo mkazi mtu kwa uaminifu na kwa uadilifu, akaja kaangalia kazi yake na nini akakaa bana, na hiyo pesa ulionayo hapa wewe baki nayo. Ni kiasi kikubwa cha fedha. Kwa hiyo nikaja kugundua kwamba wakati mwingine hapa Dar es Salaam au hapa mjini kuna watu wanataka kufuta tu watu wa kufanya nao kazi ambao ni waaminifu, wala hawana shida, hela zipo. Mimi ndio ninavyoamini siku zote, na naambia watu, hata watoto wangu mimi ninachowaambia nyumbani kwamba pesa zipo, you just need to position yourself na kuwa na tabia ambayo inaweza kuattract wale watu wenye hela na mitaji kuja kwako. Full stop. Mimi siamini hivi vipaji vinatusaidia. Tusome kweli kwa bidii. Uwe architect, uwe engineer, uwe mwalimu, uwe nani, muhimu sana. Lakini character inaweza ikakuzuia wewe kufanikiwa kama huwezi kuigeuza. Bwana Yesu asifiwe. Ujasiriamali na maono. Habakuki 2:2, kisha Mwenyezi Mungu akajibu hivi, yaandike maono yako, yaandike wazi juu ya vibao, anayepita hapo apate kuyasoma. Kwa lazima unapokuwa na maono yako lazima uyaandike. Na huwa siku zote mimi watoto wangu nimeshawafundisha, hata kutaka vitu baba niletee, nawaambia andika. Naambia unavyoandika unaweka akili, moyo na mkono wako zote pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vitu vyote vinafanya kazi kwa pamoja, akili, moyo, mwili. Hiki hivi, hiki ni sahihi, hiki ni hivi, hiki ni. Kwa ukiandika, ukisema tu nimepata wazo alafu kakaa nalo kichwani hujaliandika, huwezi kulirefine, litabaki hivyo hivyo. Hapo baada ya wiki 2-3 umelisahau kabisa. Vitu vingine vinatokea. Kwa ukipata maono uwe na tabia ya kuandika. Kuna nyakati huwa mimi nalalaga na kitabu changu hapo au notebook yangu, kwamba kinachokuja wakati naamka siku hiyo naandika. Kwa hata kwenye simu yangu kuna sehemu na notes. Kuna vitu vingi nimeandika ambavyo vingine nitafanyaga kazi baadaye. Vingine nimefanyia kazi, vingine sijafanyia kazi, lakini linakuja wazo aidha la academic, linakuja wazo la biashara, linakuja wazo la kulea watoto. Inabidi uandike. Kumbuka uwe na tabia ya kuandika. Lakini maono hutupa mwelekeo, si ndio? Ukishakuwa na hayo maono yatakupa mwelekeo. Mungu hutupa mawazo na mbinu.
na wajasiriamali lazima waombe, na lazima tusome neno la Mungu. Na Biblia inatuambia katika Zaburi 110 kwamba 111 mstari wa 10, kumcha Bwana chanzo cha maarifa, wafanyao hivyo wana akili njema. Good understanding. Kwa lazima utapata good understanding na maarifa katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uombe. Mchungaji alishatufundisha hapa kwamba lazima tuombe. Hiyo moja ya silaha muhimu ni kuomba. Bwana Yesu asifiwe. So entrepreneurs must pray. Na tuna principle moja inaitwa ora labora. Kuomba na kufanya kazi. Hiyo ni Kilatini. Yaani lazima uombe na kufanya kazi. Usiombe tu alafu usifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukumbuke kwamba biashara kubwa huanza kwa hatua ndogo ndogo. Huanza kwa kutatua matatizo ya watu. Biashara kubwa yote inaanza kutatua matatizo ya watu na inaanza kidogo kidogo. Tunakwenda, maana tumeambiwa tena tuwe na imani. Mchungaji alituambia kwamba imani nayo ni silaha, si ndio? Imani, uthubutu wa kibiashara. Faith and risk taking. Unajua biashara, ujasiriamali wote ni risk, si ndio? Unachukua hela zako unaenda kununua nguo 2-3 Kariakoo, alafu hujui kama huyu dada atanunua, ataipenda au asipende, si ndio? Kwa hiyo wakati mwingine is risk. Kwa hiyo kinachotusaidia sisi kuweza kufanya biashara ni nini? Tunafanya biashara kwa imani. Na tunafanya biashara kwa imani kwa sababu tunajua kwamba we walk by faith not by sight. Tunatembea kwa imani, sio kwa kuona. Wakorinto ameandika hiyo. Wakorinto 2 Corinthians 5:7. Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 7. Ndio amesema tunatembea kwa imani sio kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Na ujasiriamali una sintofahamu nyingi. Lakini imani inatusaidia kuondoa uoga na kukabili changamoto zilizoko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaheshimu utii na ujasiri. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu amekupa mawazo, umeandika, umeamini, umeatii, ukapata ujasiri wa kuyatekeleza. Mungu anaheshimu hiyo, na kama umefanya kwa ajili ya kusudi la Mungu, Mungu anaweka vitu at your disposal. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikaa useme sifanyi chochote, ina maana vitu vyote vitabaki. Na usiogope kuanguka. Kuanguka ni sehemu ya kujifunza. Unaweza ukaanza kufuga kuku au kanunua maembe au maparachichi ukaleta kutoka Mbeya, unasema nakuja kuuza Dar es Salaam, na kaoza njiani. Utagundua kwamba itabidi sakati huu ninunue maparachichi ambayo hajafanyaje? Yale ambayo hajaiva kabisa. Umeona, au nitafute cool box niwekee. Kwa hiyo utajifunza kwenye biashara, lakini lazima tujifunze. Haya, ngoja tuende kidogo, manake fedha ni muhimu sana, lakini kuna hatari ya kupenda fedha. Hatari ya kupenda fedha. Danger of loving money. Biblia inatuambia kwamba tumtangulize kwanza Mungu. Keeping God first. Fedha ni nyenzo. Money is a tool. It should not overrule you, right? Fedha ni nyenzo, isikutawale. Money is a tool, it should not be your master. Na Mathayo 6:24 inatuambia kwamba hatuwezi kumtumikia mabwana wawili. Mhubiri 10:19 inatuambia kwamba fedha ni jawabu katika mambo yote. Sasa ukijiangalia hapa ni shilingi yenye pande mbili, si ndio? Unaambia kwamba kupenda fedha, na tunaambia pana kupenda fedha ni mwanzo wa uovu wote. Love of money is the root of all evil, right? Ndio Biblia inatuambia hivyo. Kwa hiyo Biblia inatuwekea hayo mazingira na huo mtazamo, ili katika kufanya ujasiriamali, goli yetu sisi kama wana wa Mungu sio kwa maana kwamba pesa ni suluhu ya mambo yote. Suluhu ya mambo yote kwa watu wa Mungu ni nini? Damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Maana hapo tunategwaga wengi. Unaweza kukuta mtu tunaomba sana, tunaabudu sana, lakini inapokuja swala la fedha tunakosa uaminifu kwenye fedha. Na mara nyingi mimi huwa nimeambiaga vijana na wafundisha kwenye hizi vikundi vyao, naambia mimi ningefurahi siku moja nipate ripoti niambiwe kwamba pesa imebaki, tumeenda mission milioni 20,
tumepata 25 na tumebakiza milioni 5. Wakati ule nilisemaga siku nikiambiwa hivyo nitaongezea the same amount, nitawapa the same amount walionayo, lakini sijai kupata. Kila siku naambiwaga changamoto mwaka huu mnaenda watu 60, mwakani mtaenda 100, lakini changamoto ya mwaka huu ni kwamba fedha hazitoshi. Sijasema kwamba hela zimeliwa, hapana, lakini nachotaka tu ni ile, tunachotakiwa ni zile transparency na kutoa uaminifu katika fedha. Simenipata ndugu zangu? Hatujasema si hela zimeliwa, la hasha, lakini nachotakaga ni kwamba, na hata mimi na watoto wangu huwa nawafundishaga hivyo, naweza kawapa hela kila mtu aspendi kivyake, alafu nawaambia hebu kila mtu aje na change. Mwenye change na muongezea sehemu hiyo, kubaki na 5,000 na kuongezea 5 zingine na kupa 5, kwamba wewe umekuwa wakili mwema, si ndio? Karibu uketi pamoja. Ndio Biblia inatuambia yule jamaa aliyekuja na talanta 10 aliambiwa, wewe mtumishi mwema, njoo uketi pamoja nami furahani, si ndio? Na mimi nafanyaga hivyo hivyo tu, watoto wangu nawafundisha, na hapa 5,000, akibakiza 2,000 na muongezea 2,000. Aliyemaliza zote na nyuti na kaa kimya, si ndio? Kwamba unawafundisha kidogo kidogo principles za fedha. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tamaa ya pesa pia huharibu tabia njema. Greed destroys character. Na Timotheo wa kwanza 6:10 inasema love of money is the root of all evil. Na pesa ni muhimu sana, hasa katika huduma, kwa sababu pesa zinasababisha convenience. Wakati mwingine mnataka muende mission sehemu ambayo basi haifiki, itabidi tuwakatie tiketi za ndege, tuwapeleke na helikopta, na kama naenda kufanya kazi njema, si ndio bana? Basi alifiki, tufanyaje? Mtasema injili siende. Kwa pesa inatupa convenience kwamba hapa tunakodisha chopa, inapeleka watumishi wa Mungu kutoka Duse, wanaenda huko sina linjilinji, wanapeleka injili, kwa sababu pesa inatupa nguvu ya kupeleka hiyo convenience. Simenipata? Kwa pesa inatupa dominion over time kwenye kutekeleza huduma za Mungu, na inatusaidia kufacilitate kufanya kazi za Mungu kwa urahisi na kwa wepesi, si ndio? Yaani ingekuwa hii mic ipo hapa sasa hivi, ingekuwa mimi natumia mapafu mengi sana kufanya yule bwana kule mwisho asikie, si ndio? Lakini kwa sababu mic imenunuliwa, inafanya kazi iende salama na iende kwa wepesi. Haya, maadili ya biashara Kikristo. Tunategemea kuwa wakweli, tunategemea kuwajali wafanyakazi, tunatakiwa kuepuka rushwa, kulipia madeni kwa wakati, kutoa huduma bora na kudeliver quality products. Na hapa kwenye rushwa ni ngumu sana, kwa sababu ni swala ambalo rushwa, nitawangoja niwape ushuhuda mmoja. Kuna wakati mimi nilikuwa kiongozi kwenye sehemu ya chuo pale, yani kuna kila kitu ambacho unaweza ukakitaka ukachukua, na kila kitu kiko katika madisposal. Alafu mimi niliwaambia pale, nilipoenda pale kwenye hicho kituo, mimi nitakaa hapa, nitaondoka, sitachukua hata msumari na nitaondoka. Niliwaambia mimi sitachukua chochote. Lakini kilichokuwa kinanipa nguvu pia ni kwamba I was not in lacking, yani kwamba huko nyuma nilishapambana kivyangu kidogo, kwa hiyo ugali napata, si ndio? Kwa hiyo sina haja, sina njaa. Sawa yani sina haja, yani usemi kwamba leo watoto watakufa njaa, kwa hiyo lazima unipe. Na siku moja nataka niwape ushuhuda. Siku moja akatokea bwana mmoja, akaniambia, tena wakati huo nilikuwa naekewa pesa kwenye kulikuwa tumepata msiba, kwa hiyo simu yangu ilikuwa inatumwa hela za msiba, kwa hiyo inatumwa hela imejaa, mpaka hela imejaa kwenye simu. Kwa hiyo mtu anataka kunitumia hela, sikuomba chochote, anataka kutuma hela, inagoma. Anambia bwana, kuna hela nataka nikutumie. Namuuliza za nini? Kuna hela bwana, tunataka kutumia tu hela ya Christmas, hela nzuri tu kama milioni kadhaa. Anambia za nini? Kuna mtu anataka kutoa yeye. Nikamwambia hapana, mimi hiyo mimi sitaweza kuonyesha, mimi hizi sipo. Akaniambia nimekuelewa.
Ndio maana nasema wakati mwingine hivyo fikia tarehe 15, nakumbuka tarehe 15 Disemba. Si unaweza ukashukuru ukasema Mungu amekuja upande wangu, Christmas yangu inakuwa rahisi. Ndio maana nasema katika uadilifu na kukwepa rushwa inabidi ufanye kazi sana ili uwe na huo msuli wa kusema hiki sikitaki, hiki si changu kwa sababu 1, 2, 3. Ili uwe na huo msuli lazima ufanye kazi sana, ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. La sivyo itakuja kwa namna ambayo uitarajii. Labda ulikuwa unakuta ugali siku hiyo sina hela kuwanunulia watoto visuruale vya Krismasi, alafu unashangaa mtu anakupa milioni 2, 3, unataka kusema Mungu amekuja upande wangu, lakini sio hela halali. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewana wa Kristo. Kwa hiyo tupambane ndugu zangu. Ujasiriamali katika mazingira ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia. Ujasiriamali katika mazingira ya Tanzania uko katika makundi makuu matatu. Bwana Yesu asifiwe. Kundi la kwanza ni kilimo. So ukiangalia unaweza kusema mimi Brazameni Ayubu hapa mimi nikalime kweli? Hapana, kilimo ni biashara. Na nitakwambia mimi nilikutana na mtoto wa Ethiopia juzi, wiki 2 zilizopita nilikwenda Singida. Kuna mtu alinichukua akanipeleka kwenye kazi yake Singida. Kwa hiyo nimefika pale Singida, niko hotelini tumekaa pale kwa sababu Mungu alinikutanisha na mtu mmoja man of influence. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakaa naye man of influence. Sasa akatokea mtu ametokea Ethiopia, tumekaa naye pale. Na akaja pale akasema kwamba nimekuja kuzunguka huku maana nimeona kuna fursa za kilimo huku. Sasa najiuliza, mimi nikajiuliza tu mimi mwenyewe, mtu ametoka Ethiopia kuja kuangalia fursa za kilimo Tanzania, halafu sisi wala hatuoni. Sio, umeelewa? Kwa fursa ya kwanza ni kilimo. Na kilimo unaanzia hata kidogo. Ukiweza kulima mchicha kidogo tu unapata hela. Mchicha tunanuaga sisi kila siku nyumbani, tunanunua mchicha shilingi 2,000, 3 mpaka 5 siku zingine. Kwa hiyo ukiweza kuzalisha mchicha ukatuletea sisi tunakula, tuna pesa unapata. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufuga kuku na kuendelea. Biashara nyingine iko kwenye huduma. Huduma sasa ziko aina nyingi. Huduma ni kuanzia usafiri wa bodaboda, usafiri wa magari, usafiri wa ndege, shule, taasisi mbalimbali na kadhalika, hospitali na kila kitu, zote ni huduma. Unatoa huduma. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwamba mimi katika mlolongo wa biashara au kuongeza thamani nitafanya vipi. Lakini biashara iko kwenye kilimo, kwenye huduma na kwenye production. Production sasa utatengeneza vitu. Huyu anatengeneza, wanafunzi wangu mmoja anatengeneza key holders tu. Huyo nimeshamtaja. Mwingine anazalisha matofali, mwingine anazalisha toothpick, mwingine anatengeneza viti, anatengeneza table mat, anatengeneza hivyo. Ni production. Production iko diverse. Anazalisha Colgate, anazalisha Kimbo, anazalisha uzalishaji, huduma na kilimo. Ndio biashara ukigawanya inatoka katika hayo mazingira matatu. Kwa hiyo kuna teknolojia utaongezea huko, kuna elimu kufundisha, kuna vyakula, migahawa, usafiri, transport, urembo, ushonaji na kila kitu. Kwa hiyo unachagua ambacho wewe unamudu. Lakini kuna changamoto ambazo Wakristo wanakutana nazo katika ujasiriamali. Common obstacles, vikwazo vya mara kwa mara. Moja ni uoga wa kushindwa. Wengi tunaogopa kushindwa. Bana, hivi nikianza nikishindwa na kueje nitachekwa. Kukosa mtaji. Hii ni wimbo wa wengi, wanasema wanakosa mtaji, lakini huwa linaanza na wazo. Na nilishasema mwanzoni awali kule kwamba katika kila huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako, kama umeipata kwa kupitia maono ya Mungu, Mungu atainua watu wa kusimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana resources. Tumeshasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kama mimi mali ya Bwana, wewe mali ya Bwana. Sasa unakosaje wewe mtaji? Tunakosa ile right, tunashindwa kubonyeza right button. Wengine kuna mazingira ya rushwa, kuna kukata tamaa, discouragement, kuna kukosa mbinu bora za kusimamia fedha. Na hapa naweza nikasema hivi kwa sababu wangapi tuna simu zinazozidi 300,000, 400,000, 500,000 hapa? Tunaona. Nakushukuru kaka kwa kuwa honest. Yes. Tunazo, hata mimi ninayo. Bwana Yesu asifiwe. Na sio dhambi ambayo inahitaji kutubu. Lakini
Unajua kusogea hapo Kibaha unapata kiwanja cha 500,000 sawa sawa. Mimi nina shamba ambalo nimenunua wakati ule eka ilikuwa inauzwa shilingi 30,000. Nilipokuwa nimemaliza shule kama nyie. Eka nzima 30,000, 50,000, si ndio? Na ilikuwa naenda kwenye hilo shamba na panda baiskeli. Yaani natoka hapa mpaka Temeke boda boda. Nani daladala Temeke, tunaenda kukuta magari ya kusubiria. Alafu kishafika mahali ile kule Tundu Songani, sehemu ambayo ile gari inaishia, unapanda baiskeli kufika shambani. Lakini sasa hivi barabara imebaki kilomita 3 kufika lami pale kwenye ile shamba. Sawa eka moja sasa hivi ni almost 30-40 million. Mimi nimenunua shilingi 30,000, sio 300,000. Kwa hiyo sasa hivi ni maamuzi. Sasa hivi unaweza unang'ang'ania bana, mimi sina mtaji, kumbe natakuwa wewe na wazo la biashara linalolingana na hiyo gharama ya simu yako, alafu uzalishe na hiyo biashara ikununulie simu unayoitaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio usimamizi wa fedha. Lakini kingine kikubwa kuliko vyote ni kukosa mifano halisi au right mentorship, lack of right mentorship. Hiyo pia tunakwama sana. Wangapi Wachaga kwa neema ya Mungu? Wachaga wenzangu wakina nani? Wangapi Wakinga kama mimi? Hamna. Samahani, sina ukabila. Lakini nachotaka kusema ni kwamba moja ya filosofi ya Kichaga ni kwamba lazima uwe na biashara ya kufanya. Lazima ufungue hata kaduka. Ni filosofi kabisa, na wanakuwa instill kwenye watoto toka wakiwa wadogo. Kwa atakuja kijana ametoka Rombo, amemaliza darasa la 7, atakuja kwa mjomba wake, atakaa pale dukani, kazi yake atakuwa anakuchukulia kununua sabuni yako, sukari na nini, anakuwekea kwenye gari, si ndio? Anajifunza kurudisha chenchi, anajifunza kupanga vitu kwenye mashelfu, anajua kabisa kwamba leo ataambiwa fulani atakuletea mafuta, fulani atakuletea sukari. Anapata contacts na wale watu ambao wana supply zile products kwenye yale maduka. Kwa hiyo ndio maana utaona kwamba ndio maana wanasemaga duka la mangi. Unajua kwa nini wanasema duka la mangi? Kwa sababu asilimia kubwa hiyo biashara maduka wamedominate. Lakini kwa sababu kuna inaitwa on job training. Yule dogo aliyetoka darasa la 7 akakaa pale kwenye duka survey kwa miaka 10, duka la mjomba wake, wewe umkuti kwenye akili ya biashara, umetoka na degree yako hapa, sikudanganya, ya entrepreneurship ya BCom. Umkuti yeye ana financial management, ana discipline, anajua duka linafunguliwa saa 12, linafungwa saa 6 usiku, anajua kurudisha chenchi, anajua kuongea na wateja. Maana anakuja pale na kiburi, bosi wake anambia chukua, peleka kwa mteja, mwambie mteja asante, mkaribishe mteja. So unajua ile yeye anafanya on job training. Kwa akitoka yeye akianzisha biashara yake hapa, yule kijana ambaye amejifunzia pale, na wewe uliotoka na degree yako kaanzisha biashara hapa, ule dogo anakupiga. Sio uchawi. Skills za business. Ndio maana nilikuwa nimesema hivyo. So is Wakinga nao wanafanya hivyo, wao na biashara zao. Kwa hiyo Kariakoo kuna makundi mawili makubwa ya biashara. Kuna wafanya biashara wa Kichaga na wafanya biashara wa Kikinga, na kuna makundi sasa ambayo yamefika kwenye level zingine za kusaidiana ambao huwezi kuingia. Yaani kuna kundi sasa hivi ukitaka kuingia kwenye ile kundi lazima uwe na milioni 500 kesho uingize mle ndani. Yaani watoe watu huko kwamba usiingie. Na wana principles zao zinazo operate katika dunia yao na zinafanya kazi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikose mfano bora. Kwa wakati mwingine kama kijana unayemaliza shule, unaweza kawa unapata attachment kazini, unaweza kawa unapata mtu wa kujitolea kukusaidia, ukae kwa kujifunza. Mfano mwingine huu ni wa kwangu mwenyewe. Mimi na site managers wawili ambao wananisaidia kazi zangu za ujenzi. Mmoja ni kijana wangu aliyekuwa ananisaidia kazi nyumbani, hana degree ya ujenzi. Mwingine amesoma music hapo Mlimani, hapa amemaliza degree hapa, na wanafanya kazi vizuri. Na nafanya nao kazi kwa sababu wanakubali ni waongoze kuwafundisha, wanakosea wakati mwingine na warekebisha,
lakini wanafanya kazi kwa zile principles ambazo tunakubaliana. Na wakati mwingine hao ambao wenye hizo degree za architecture na engineering hawawezi kufanya wanavyoweza kufanya hao. Kwa hiyo unachoweza kujifunza kwamba unatakiwa ujiweke kwenye mazingira ya kuweza. Sasa huyu kijana ambaye alikuwa amekuja tumekaa naye 5 years akarudi, akaenda 2 years tena akarudi mara ya 3, sasa hivi ndio tunafanya kazi na anasimamia kazi. Na site anasimamia Mbweni yuko mwenyewe. Tunapeleka mzigo wa milioni 50, milioni 100 anasimamia mwenyewe na kila kitu, kazi zinaendelea vizuri. Alikuwa ni kijana ananisaidia kazi nyumbani. Sina uko naye, simfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye atasema nakula, namuita site manager. Mafundi wote wanamheshimu. Sio, umeelewa? Kwa sababu na yeye kuna namna ambayo amefanya kazi akajikutanisha na mtu ambaye anaweza kumnyanyua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine usije ukakwama kwa kukosa kushindwa kujifunza. Haya, tunakwama wapi? Mikwamo ya kitabia. Okay, namaliza. Haraka muda wangu unaona unakwenda. Mikwamo ya kitabia. Tunakwama kwa sababu ya kiburi. Saa nyingine ni kiburi, ni elimu. Bana, mimi ni architect, mimi ni engineer, nimesoma na nimeokoka, mimi mlokole, nitaendaje kuwa mama ntilie? Uongo, tamaa, uvivu, kukosa uvumilivu. Wakati mwingine unaelekezwa tu. Ndio maana nakwambia mimi kuna watu unaelekeza wanakosea, kukosa uvumilivu, kutokujifunza. Na tamaa za mwili, self gratification. Tamaa za mwili sizungumzii, nasema nitakupa mfano mmoja. Ndio nimesema unaweza kukuta sasa hivi simu inauzwa milioni 3. Kasema yani mimi kweli unakosa smartphone ya milioni 3 unanunua. Lakini milioni 3 huna mtaji kabisa. Na kuna wazo la biashara la milioni 2. Lakini unaweza kusema hivi, wenzangu watanionaje mimi sina iPhone? Kwa hiyo bora ununue iPhone umfurahishe huyu anayekuona kuliko kuinvest kwenye vitu ambavyo long lasting. Hiyo ndio nazungumzia mimi kwenye tamaa. Na wengi tumekwama hapa kwamba wakati mwingine hata sisi tunaofanya kazi unakuta mtu kuna mtu juzi amenunua gari ya G-Wagon. G-Wagon ni Benzi, inauzwa kama milioni 300 na kitu. Lakini siku moja tu ananiambia na mimi sina hela ya mafuta. Najiuliza sasa hela ya mafuta wakati na gari ya milioni 300 mimi simuelewi. Sasa ni rafiki yangu, kwa hiyo siwezi kumwambia hivyo. Kwa hiyo nampa tu hela ya mafuta, mambo yanaenda. Haya, jinsi Mungu anavyosaidia wajasiriamali, how God helps entrepreneurs. Mungu anatupa uongozi wa hekima, divine guidance. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo, mtu akikosa hekima na aombe na Mungu atampa. Mungu ambaye huwapa watu wote atampa kwa ukarimu pasipo kulaumu na atapewa. Si ndio? Biblia inatuambia Yakobo 1:5. Tumepewa na katika ufunguzi leo kwamba kuna maombi, a gift of prayer. Prayer inatusaidia sisi kupata mwelekeo na inatupa direction. Lakini tuna Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi, na Roho Mtakatifu anatupa discernment ya nini cha kufanya, anatupa uelekeo wa nini cha kufanya, na Mungu anafungua milango. Katika maombi Mungu anafungua milango, anatusaidia kuwapa watu wa kutushauri, anatusaidia kutupa watu wa kutuombea. Unajua wakati mwingine hizi biashara, rafiki yangu, lazima kuwepo na watu wa kuombea. Kuna mzee mmoja aliniambia biashara yake yeye ni kwamba kuna wale wa mama wajane huwa anawapa mahitaji yao yote, alafu anawaambia aombee biashara zake. Anaambia nyewe mama, mimi naomba mnisaidie tu, nyie anayeamka asubuhi anitamkie mimi biashara yangu maombi. Nikamwona ni investment ya kiaina. Kwa hiyo yeye anasema bana, nyewe mama, mahitaji yenu mnaohitaji wewe nileteeni, mimi nitawalipa. Nyie kazi yenu ni ombeni biashara, mimi nisikose hela kuwasaidia nyie. Is a trade off. Kwa hiyo Mungu atawaleta pia watu wenye vipawa. Wakati mwingine hata mimi nilikuwa na struggle wakati mwingine kwamba na mama hapa shahidi, kuna wakati anasema mimi sitaki kufanya biashara kwa sababu sina watu wa kunisaidia. Lakini ukiomba, after sometimes Mungu analeta watu wenye vipawa, na wakati mwingine sio wale ambao unawategemea wewe, wakusaidie wewe kufanya biashara. Watu wa kuombea, na atakutanisha na watu wenye mitaji, atakutanisha na watu wenye ushawishi katika jamii, people of influence, na mambo yanakwenda. Na kujenga biashara inayomtukuza Mungu
kujenga biashara inayotukuza na Mungu. Anza na Mungu. Andika maono yako clear, toa huduma vizuri, jenga uaminifu na mahusiano mema, anza kidogo kidogo. Mimi na mfano mwingine mdogo, maana kila kitu kipo. Kwa wakati tulikuwa tunafanya kazi za ujenzi, kuna mchaga mmoja alisema kwamba mimi brother, nikipata shilingi 100,000 tu sitaka nirudi nyuma. Nikawa namwangalia simuelewi. Akaniambia brother, ni kweli nakwambia. Nikamwambia hebu nisimulia. Akaniambia bwana, mimi nikipata 100,000 nitaanzisha bango la urembo. Nitakuwa naenda kuwapaka wadada kucha rangi huko nyumbani na nini na nini. Kwa hiyo nitakuwa napata kila kitu, nitatafuta site moja nitakaa na nini. Kwa yule bwana ikabidi tunimpe, nitasikia yuko kumuona tena, nadhani na kanipa plani yake, baada ya muda fulani nitafungua kibanda, baada ya muda fulani nitafungua duka. Na yule bwana ni tajiri sasa hivi. Haya, nani mwenye plani hapa ya kwake hapa? Nani mwenye plani ambayo ameshaifanyia kazi? Nyanyua mkono juu. Plani ambayo umeshaifanyia kazi. Njoni. Njoo. Tuambie plani yako bwana, ambao unayo plani ndogo umefanyia kazi na unatafuta nini? Usiogope. Plan yangu ndio kwa nayo, kwanza nianze kwa kutoa shukrani kwa semina hii kuandaliwa. Plan yangu ndio kwa nayo ilikuwa ni ufugaji. Nilikuwa na mpango wa kufuga kuku wa kisasa. Lakini nilianza na kuku wachache. Nilianza na kuku 7 wale broilers. Na wale kuku wanataga mayai kwa siku, anataga yai moja. Lakini akiwa vizuri zaidi kwa siku 2 anataga mayai 3. Kwa hiyo masaa 18 anataga mayai. Na kwa sasa nilifanya kwa muda toka nikiwa mwaka wa kwanza ndio nilianza hiyo business. Nimefuga mpaka mwaka wa 3 sasa hivi nilipo finalist. Sasa hivi na kuku sio wengi sana, lakini wanafika kuku 30 na wanataga mayai. Kwa hiyo kwa siku moja nazalisha tray moja ya mayai. Na expectation zangu ni kuongeza ufugaji mwingine, especially ufugaji wa nguruwe na ng'ombe. Asante. Kwanza napenda kuchukua nafasi hii kushukuru kwa ajili ya uongozi na nafasi ambayo nimeipata. Mimi kitu ambacho nilikuwa nimekiplani, ninafanya ufugaji wa nguruwe wa kisasa. Yes, kwa hiyo kitu ambacho nakifanya, ninawafuga alafu ninazalisha, wakishazaa, kwa mfano sasa hivi nategemea mwezi wa 7 wakizaa, wale watoto nawauza. Kwa mimi nabaki na mbegu, lakini nia yangu ni kuja kufungua project kubwa. Kwa hiyo ninaendelea kujiwekeza ili ndio kuwa na project kubwa zaidi. Bwana asifiwe. Mimi niko tofauti na kidogo na wenzangu. Mimi sijajikita kwenye ufugaji, mimi mfanya biashara wa electronics. Kwa hiyo baada ya kuingia maisha ya chuoni tulianza kupokea bomu. Sasa nikaona kila siku tunalalamika miezi 2 inaisha bomu la kata. So I had a plan, nikaona nitafute business ambayo itanifanya ile la boom yani niweke kama saving afu nizungushe ile la biashara. Kwa hiyo ilikuwa vigumu mwanzoni, ila siku zilivyoenda kuendelea nikajua kuna ile pia discipline ya pesa, jinsi ya kusave hela, jinsi ya kufanya hivyo ili at least ile hela boom isiguse. Ila kwa kiwango fulani nifanikiwa, ila japo sijafanikiwa vizuri, ili at least kuna save nimefika. Kwa mpaka na maiza chuo kuna certain amount najua nitaanzia nao. Haya bwana, nguruwe mmoja shingapi? Kuku wao wanauza shingapi? Kuku mmoja 8,000. Kuku 20 shingapi? Laki na 60. Na wewe nguruwe mmoja laki na nusu. Sasa wewe electronics sasa tunafanyaje? Mimi naweza nikawasaidia. Nitakupa nguruwe mmoja na nitakupa kuku wako 20. Sasa wewe electronics unatoaje? Sio nimebagua. Na huyu ni mwanafunzi wangu huyu bwana.
Sijamfundisha lakini nadhani anasoma darani kwetu. Okay, tutakupa sawa na hawa. Mtachukua leo. Sasa kuna mtu mmoja anaitwa Aliko Dangote, ameandika kitabu chake kinaitwa Dangote's 10 Commandments on Money. Namalizia tu, nimebakiza slides 2 tu. Naomba msome, mtafute, kiko online. Amesema kwenye principles zake zile, amesema go into business that you have passion. Fanya biashara unayoipenda, start small, sell cheap but don't kill competition. Lakini namba 4 kuliko yote mimi ndio naipenda siku zote, huwa naambia watoto wangu, no substitute for hard work. Hakuna kinachochukua nafasi ya kazi kwa bidii. Namba 9 ya commandment yake anasema always be on the lookout for the need to satisfy. Wakati wote angalia mahitaji ya watu na kuyatimiza. Kuna mifano ya watu kwenye Biblia ambao wamefanikiwa pia. Kuna Abraham, kuna Yusufu, alikuwa kwenye Yusufu yule mwingine wa Misri yule. Alikuwa ni leader na entrepreneur kwa sababu alisema weka akiba, baadaye akauza, wakapata faida na ile Egypt imejengwa na hela yatoka wakati ule. Kuna Lydia alikuwa anatengeneza nguo. Kuna Paulo alikuwa anatengeneza, kuna Ayubu alikuwa na mifugo na kila kitu. Lakini cha msingi cha kujifunza hapa, biashara husaidia huduma na kujenga mwili wa Kristo. Mungu hutumia wajasiriamali katika ufalme wake, na majadiliano na yafunga, lakini naomba niwache na maswali ya kadhaa. Je, ni wazo gani la biashara ulionazo? Ndio nilikuwa nauliza hawa hapa. Ni kwa jinsi gani wajasiriamali wanaweza kumtukuza Mungu? Na kanuni zipi za Kristo katika biashara ni muhimu? Na ni kwa jinsi gani vijana mnaweza kuanzisha biashara kidogo na kukua? Na tumeona mifano kutoka kwa vijana wenzetu. Mambo ya kuzingatia, ndio namalizia hapo. Ujasiriamali ni sehemu ya uumbaji wa Mungu. Hizo ndio takeaways. Biashara ni huduma na ni sehemu ya kumtumikia Mungu. Rasilimali zitumike kwa umakini, na imani, hekima na uadilifu huleta mafanikio yanayodumu. Asanteni, naomba niishie hapo kwa sasa.